Familia yako itarithi mradi wako. Ajira yako itachukuliwa na atakayepangiwa. Ipende familia yako. Anzisha mradi. Mtaji ni maamuzi yako. Mkoe TV. Mkoe TV. Wakati yule mwenzangu akashapigwa risasi anatapatapa pale chini, mimi kwa uoga na kwa uoga wangu niliokuwa nao nikapiga hesabu, lakini silaha naye na siwezi kufanya chochote kuja kugeuka nyuma hivi, kwa sababu nishakuwa na uzoefu, najua risasi, mlio wa risasi zetu sisi na silaha ya mtu mwingine. Kwa hiyo nikafahamu kwamba hiyo mlio wa risasi ni risasi zetu sisi na silaha ni ya kwetu sisi. Kabla sijatoka hatua nyingi kwenda kurudi nyuma kwa yule bosi ananiamrisha niende mbele kwa spidi, songa mbele. Narudi tu kidogo nyuma hivi. Sasa cha kunishtua kikubwa zaidi, yani nilitamaki na nilimshangaa sana, sitaweza kusahau. Alimpiga risasi rafiki yake wa karibu kabisa. Alimpiga risasi kubwa sana. Alimpiga kifuani, alidondoka chini. Yule bwana aliganda afa akadondoka chini. Mkoe TV. Kwa majina naitwa Harish Milendiba, mzaliwa wa Dodoma. Nimezaliwa wilaya ya Mpwapwa, kijiji cha Chinoje. Miaka yangu na miaka 35. Nimezaliwa mwaka 82, nimeanza shule mwaka 90, mwaka 97 ndipo nimaliza primary. Na hapa tupo Msata. Nadhani wengi sana mnafahamu Msata huko Pwani. Historia yangu kifupi kabisa kwamba cha kwanza kabisa napenda kuasa vijana wenzangu kwamba masuala ya makundi na kuendesha vitu ambavyo serikali kwanza inavipinga ni kosa. Huu ujumbe mmenitafuta paka kuja kuutoa. Ina maana nimehamasika kiasi fulani, kwa sababu natumaini wengi watakao nisikia watabadilika kutumia huu ujumbe. Ndugu mtangazaji, kwamba nitoe tu ujumbe kwamba kuna mambo ya kutisha sana kwenye hii story. Yani kuna mambo ya kutisha zaidi na zaidi. Napenda kwamba hata wanaoanza kunifuatilia kuhusu mkasa waweze kuelewa kwamba kuna mambo ya kutisha sana. Historia yangu kifupi kwamba mimi nilipoishi na mamangu, wakati kabisa kwamba maana nilisimuliwa, maana wakati nilikuwa sina kumbukumbu kabisa. Babangu alikuwa jela kwa wakati ule mwaka 82 nilipozaliwa. Miezi 4 kabla babangu alinihitaji niende nimuone akiwa jela, sababu babangu naye alinihitaji niende jela kwenda kumuona. Nilikuwa bado mdogo, nilipompa mkono babangu akafariki. Watu wanatamani kujua kwa nini baba yako alifungwa. Babangu ni historia ndefu sana, maana historia ya baba naye ni ndefu sana, kwa haina budi kuisimulia kwa sababu sikopo na mimi nilisimuliwa na mzazi wangu, ila kwamba hii iliyopo ndo mnifuatilie kwa sasa kwa sababu. Okay, sawa, tuambie kuhusu wewe basi. Baada ya kumshika mkono ilikuwaje? Baada ya kumpa babangu mkono akafariki baba, ikabidi nirudi nyumbani. Niliporudi nyumbani, mamangu hakuweza kuishi tena mkoa wa Dodoma. Alivyokuwa amekaa pale, tukahama kuja huku wilayani Kilosa, mkoa wa Morogoro. Tukakaa kwa muda mwingi sana. 90 hapa nilivyoanza shule nikamaliza. Mwaka 98 nikaanza sekondari form 1. Chanzo cha kuingia, ndugu mtangazaji, kwenye swala la uhalifu ni marafiki. Kwa sababu mazingira ambayo tulikuwa naishi pale nyumbani ni salama kabisa, lakini nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Asumani. Yeye alikuwa anakuja mara kwa mara nyumbani, ni rafiki, lakini mamangu alikuwa akiniasa mara kwa mara kwamba nisishiriki naye urafiki kwa sababu ile familia anaifahamu vizuri, kwa sababu yeye ni mwenyeji mitaa ile. Ila mimi nilikaidi maelezo ya mamangu, nikaenda kuungana naye urafiki. Asumani akaenda kunifuata mara kwa mara. Nakumbuka mara ya mwisho bwana Asumani alikuja nyumbani. Alipokuja nyumbani, siku hiyo mamangu ametoka kufanya biashara, akavuna mavuno yake kuweka pesa ndani. Asumani tukalala naye ndani, akaiba hela za mamangu. Kwa mamangu tangia siku hiyo kwa mimi naye maelewano kawa ni machache. Anasema kwamba nilikwambia Asumani sio rafiki mzuri. Nikamwambia mama, Asumani hawezi kuibia hela zako. Kwa hiyo kati ya mimi na mama sasa kwa kuna mazungumzo ya tofauti pale kwamba bwana rafiki yako mwizi, anasema sio mwizi. Mama akaniambia basi sikiliza, kama anasema Asumani sio mwizi na wewe ndio unakuja naye hapa nyumbani, na wewe toka. Kiukweli kabisa kwamba mamangu alikuwa ananiambia kwa sala lile niachane urafiki na Asumani, nilikuwa yuko real kabisa, kwa sababu alikuwa na lengo zuri na mimi ni mwanae. Asumani kesho yake asubuhi akanipeleka kwa bosi. Bosi akasema, kijana nakukumbuka sana, umefika. Safi sana, karibu ndani. Nikaingia ndani. Kufika ndani, kitu ambacho kilinitisha na kunishtua kwamba nikakuta mezani kuna silaha, kuna madawa ya kulevya kibao tu. Asumani akaniambia usitetemeke rafiki yangu, kwa maisha yako sasa atabadilika kwa kutumia huu urafiki wangu mimi na wewe, kwa hiyo kuwa huru. Kwa mara ya kwanza kabisa, ndugu mtangazaji, nilikuwa sizijua aina ya silaha kwanza nilitahamaki sana, ila baada ya muda ndio nikaja kuzigundua zile aina ya silaha. Kulikuwa na bastola nyeusi, kulikuwa na SMG na kulikuwa kuna rifle ziko 4.
Nilipoanza zile silaha kwa nilitetemeka kwa mara ya kwanza, lakini sikuwa sina budi, ikabidi nianze kufuata maelekezo. Silaha ya kwanza kuitumia nianza kufundishwa kwanza bastola, lakini bastola mara nyingi alikuwa anatembea naye boss. Alikuwa anatembea na SMG na bastola yake ilikuwa kwenye koti lake. SMG kwenye gari yake wakati anatembelea, maana yeye alikuwa na Mark II GX. Ile silaha kwa mbele kwenye zile accelerator na brake ilikuwa inakaa juu, yani chini ya steering kuna sema alikuwa anaichomeka. Mara ya kwanza kabisa kwenda kufanya tukio ambalo sitaweza kusahau kabisa. Tulienda mara ya kwanza dukani kuchukua pesa. Tulivyoenda dukani mara ya kwanza kuvamia duka la mtu, tulienda mida saa 7 mchana. Tulipofika pale, ndugu mtangazaji, tulikuta watu wamesimama dukani wanachukua mahitaji. Tulisimama na pikipiki kwa muda mwingi sana mbele ya duka. Watu walikuwa wanachukua mahitaji, walipotaka kutoka mara moja tukashuka wote, tulikuwa 6. Tuliposhuka chini, tulishuka wote 6 chini. Tuliposhuka chini, bosi akaonyesha mkono mmoja juu kwa kuashiria kwamba madereva akae kwenye vyombo vya moto, watatu waingie ndani. Tuliposhuka wale watatu, tukaenda moja kwa moja mpaka dukani. Tukafunga geti ambapo watu wakiingilia dukani, tukafunga geti, tukalipiga risasi 2 juu kuashiria watu wote washuke chini na kutia amri yetu. Ndipo muuza duka alipotaka kufunga geti la ndani. Alipotaka kufunga geti la ndani, moja kwa moja nikaingia jinsi nilivyo. Ina maana nikapiga risasi juu, nikapiga tena nyingine dukani. Ile mtu wa duka risasi ilimkuta mkononi, kwa alidondoka paka chini. Ni tulipoingia ndani kwa mara ya kwanza kuchukua hela nyingi, tulichukua milioni 6 tu. Tulipotoka pale baada kurudi kule kufanya ule uhalifu, tulivyorudi nyumbani, bosi alifurahi sana kwa sababu mimi ndio mara ya kwanza kufanya ile tukio na nilifanya kitu ambacho yeye alikipenda. Na zile pesa ambazo nilibahatika kuzishika ni mimi nilizitoa ndani na kuzitoa nje na kupanda pikipiki na kuondoka. Tulipofika sasa kwenye mgao ndio ikawa tabu kidogo, lakini nilifurahi kulingana kwa sababu pesa niliyopewa kwa wakati ule kwa ni hela nyingi sana. Alinipa kama 700,000. Nilipopewa zile 700,000 nilifurahi sana. Hata rafiki yangu naye alipewa hela nyingi, lakini naye alifurahi kulingana, tukaanza kusifiana kwamba kwa nini kazi inalipa. Yaani mpaka kwa wakati ule mpaka nikasema sasa kama pesa hizi nyingi kiasi hichi, sasa kwa nini nilichelewa kuingia kwenye hii kazi? Yaani kumbe nilikuwa sifahamu kwamba naingia kwenye shimo la moto, kwa sababu mambo ambayo niliyafanya nikaona yani bila kujua kwamba ile pesa niliyoipata yani ilikuwa kama ni jipu kwangu, maana ilikuwa ni hela nyingi kwa wakati ule, lakini kwamba nilikuwa naona sasa kama ni tabu sasa, kwa sababu ndugu mtangazaji, kiukweli kwamba ile pesa niliyopata niliona nyingi, lakini pesa ya Zuma siku zote hainaga maana. Tumizi ya ajabu, kulewa na kufanya anasa za dunia, mambo mengi niliyafanya. Hata mama yangu sikumpa hata 100, nakumbuka. Baada ya boss tena kuniita tena pale kunisifia na kunipa kama uongozi fulani katika kikosi, maana ni mdogo wa mwisho na mwenye upeo mkubwa sana. Nikatoka pale na kikosi chenzangu kwamba tukaambia bwana, jioni tuna safari. Tunaelekea wapi? Tunaelekea Kilombero. Kwa hiyo inabidi pikipiki ziweke mafuta. Akachukua gari yake akaenda kuweka mafuta, kwenye pikipiki zote zikajaa, ikawa tuko full. Tukatoka pale kwa sababu ile safari kutoka Kilosa kwenda Kilombero ni ndefu kidogo. Maana kwa mtu ambaye anafahamu Kilosa na Kilombero ni parefu. Pale maximum kama kilomita 140 hivi, kwa sababu kwa kutumia chombo tulitembea kwa muda kama masaa 2, kwa sababu tulikuwa hatuko mwendo mkubwa sana. Wakati wa kurudi nakumbuka tulitumia kama dakika 45. Tulikuwa pikipiki zetu 3, maana madereva wetu mara nyingi wale madereva tulikuwa tunatumia kwenye kile kikosi chetu, madereva walikuwa ni 3 warefu. Bosi alikuwa ni mfupi, dereva wake mrefu, na mimi ni mfupi, dereva wangu mrefu, na mwingine naye ni mrefu, mwingine naye mfupi. Ilikuwa hivyo kwa sababu kwamba pikipiki kubwa haiwezi kuendesha mtu mfupi, kwa sababu lazima kaendesha mtu mfupi lazima ataleta ajali tu, kwa sababu mtu mrefu hata kama ikiumba anaweza kuweka miguu chini na kuendelea na safari. Tulifika Kilombero muda saa 4 usiku. Tulipofika pale kukuta maduka yamefungwa. Tulikuta maduka yamefungwa, tukasema sasa kwa sababu tumeshachelewa, maduka yamefungwa, kabidi tukatafuta sehemu nyingine ya kupumzika. Tukakaa pale tukaambia bwana, tukajaribu kupeleleza sababu wakati ule ulikuwa kidogo maduka sio mengi. Silaha zetu sisi maana wakati ule kwenye silaha zetu sisi zile, maana hususan silaha bosi mara nyingi ilikuwa anaye muda wote, lakini zile silaha zetu zingine zile tukao tunaenda pale sehemu za guest, tunachukua guest, tunaweka pikipiki zetu parking, tushaka pikipiki parking, na kwenye zile pikipiki zetu nadhani mtu anaweza XL anajua jinsi ilivyo. XL kubwa zile kwa nyuma kama imebinuka. Kwa ile bomba tukao zile bomba za bunduki tunazichomoa, tunazichomeka kwa nyuma pale na kuna bumper. Kwa hiyo ni vigumu sana mtu kugundua pikipiki na kitu gani. Tukatoka pale tukapaki pikipiki zetu tukaenda kuchunguza. Tulivyochunguza kwa yule mama mwenye ile duka, yeye pale kwa hakai pale, yeye anakaa Kidodi. Kwa jinsi ya kurudi na maana mume wake ndio akawa anamfuata naye na pikipiki. Kwa mtu anayekufahamu Kilombero na maana kama anatoka Mikumi, unaanza na Kidodi kwanza, ambao ni kidogo mji ambao umetanuka, unaanza Kidodi ndio unafika Kilombero. Yule mama wakati anatoka kule tulishajua kwamba yule mama anatoka, tukashamuona kwamba anatoka kule, tukachukua pikipiki zetu zikawaka.
Zilipowaka pikipiki hata gesi yenyewe tukulipia kabisa. Tukawasha pikipiki kwanza kumfukuzia. Sababu pikipiki zote siko nazo wote ile kwamba mara madereva alikuwa ni madereva wenye uwezo mkubwa sana. Alikuwa anaenda pikipiki anaanza kainua hata mbele tu kwa watu nyuma ya pikipiki na yuko mbele, anaanza kumluka mtu na kutoa mbele yake. Ile jamaa akashtukia tu kuna pikipiki mbili ziko pikipiki zote, moja ipo mbele, pembeni zote pikipiki ipo kati. Kila ambaye asimame hataki kusimama, kila ambaye asimame hataki kusimama. Akagongwa, akapushiwa na pikipiki pembeni. Alipopushiwa ile pikipiki yake ikapoteza mwelekeo, ikadondoka chini, mkaka kakamata. Mkaka hivyo kamatwa akaambia tugee pesa. Mkaka hataki kutoa, tugee pesa hataki kutoa pesa. Kilichofanyika pale ikachukua pikipiki yake, ikasukuma pembeni kidogo maana ni usiku sasa. Kwa anaelekea kwenye saa 4:30 hivi kwa mtazamo. Sasa alivyoanguka chini yule mama na hataki kutoa zile pesa, akakamata, akazimisha na kitako cha bunduki. Akapigwa akataja pesa zilipo. Pesa zilikuwa kwenye tenki kwa chini yake. Ikanyanyua pikipiki, akatoa kwenye hela chini ya tenki pale, akachukua zile hela pale. Tukatoka na pikipiki pale, tunafika Mikumi, taarifa za kazi zimefika kwamba kuna arifa anatumia vyombo fulani. Kufika Mikumi tunavuka tu, tunakuta Mikumi kama na Kilosa kuna sehemu kuna mlima mkubwa. Wanakaga matrafiki. Kwa wakati wakaka matrafiki, ama trafiki yenyewe sio matrafiki, kuna wale ambao wanavaga nguo za kijani wale. Tukakuta wako pale na gari yao. Gari yao kwa Land Rover. Tulipofika pale akataka kutusimamisha kwa sababu madereva kwa na utundu mkubwa sana. Pikipiki zikanyanyuliwa tu. Kanyanyuliwa pikipiki kila kitaidi kutuzia tukapita. Tulipopita wakaanza kutukimbiza gari, tukakimbizana sababu pikipiki zile tuseme ukweli ambazo zinakimbia kuliko gari. Wakatukimbiza na gari kufika sehemu pikipiki moja ikabidi ikapata ajali, ikadondoka. Sasa katika kudondoka madereva kwa wajanja kwa sababu hawezi kumwacha mtu kama kadondoka chini. Sababu moja kwa moja anajua asili itafichuka. Kwa hiyo ikabidi pikipiki zisimame tukaanza kushambuliana sasa na wale. Piga sana risasi paka ile gari ikapasuka kioo, lakini ilikuwa ni mvutano mkubwa sana. Tulitumia takriban kama lisaa kwa kuzunguka maana tulishambuliana pale. Baada ya kushindana tukaanza kuingia, tumeshambuliana pale. Wale bwana kabidi wachemke, wakaachia gari. Kuja kuachia gari kurudi nyuma tukanyanyua pikipiki tukaangalia mara dereva alikuwa kashaumia. Kulingana na mimi nikaa najua kuendesha pikipiki lakini japo ni mfupi, ikabidi niendeshe vile sasa. Ikabidi mwenzangu yule ambaye kaumia aweke nyuma, yule ambaye dereva kaumia naye na akapandisha nyuma. Kwa ile silaha ambayo kwa nao wao ilipasuka. Ilipopasuka ile silaha kwa hiyo ikawekwa tu nyuma, akashikilia. Ikabidi tuache pikipiki tuondoke. Tunaondoka, tunakaribia kufika na Kilosa kabisa. Huku nyuma kuna sehemu kuna reli. Kufika pale kwa mbele kidogo kwa kuna shida ilitokea pale kwa sababu kuvuka pale kama ni shida sababu kuna usalama pale. Nadhani kwa wakazi wengi wa Kilosa wanafahamu kama unatokea Ulaya unakuja Kilosa, ukivuka ile reli ndo unakutana na kituo cha polisi. Sasa kwa wakati ule kulingana na kwamba tunaona kwamba ni shida sana tukipita pale, tukaamua kuzunguka kufuata sasa reli. Tulipofuata reli tayari kumbe washakuwa na taarifa wale maaskari. Tena tukaanza sababu bosi wetu sisi alikuwa anakaa sehemu ya mbali kidogo, anakaa Kimamba. Sasa lazima tumsindikize bosi afike ndipo sisi turudi katika makazi yetu. Ilikuwa ikitokea kwamba mtu kaumia, hatuwezi kumpeleka hospitalini, ila isipokuwa tunaangalia mtu yote ambaye tunamfahamu anahusika na hospitali, tunamchukua, anakuja pale anamtibia na kwa siri sababu hata kama anajua jinsi tulivyo sisi. Kwa hiyo anapokuwa anamtibia yule mtu tunamwambia ukweli, bwana kuna hili na hili, ila endapo utatoa siri basi nadhani uhai wako utakuwa una nafasi, kwa sababu lazima umtibie mtu tu apone na afanye kazi kwa uadilifu ili azingatie hela yako. Basi jinsi ilivyotokea vile, baada kuwa wameumia wale na mimi mwenyewe kwa jinsi nilivyoshuhudia majibishano ya risasi, nikawa nashindwa kabisa kuendelea na ile kazi. Nafsi yangu kana nizuia, ila nilikuwa nashindwa kujiondoa sababu hata kama nikijiondoa ilikuwa hainisaidii kwa wakati ule, kwa sababu yule mtu ni hatari. Hata jinsi tulivyokuwa kwenye mafunzo ya kutumia silaha zake na kwenda kwenye uhalifu, onyo kubwa kabisa ilikuwa kali kwamba usije ukashindwa. Ukishinda yeye yuko tayari kukumaliza, ndio ilikuwa inanitia uoga. Ina maana hata kama napambana na watu nilikuwa nashinda kuacha, lazima nifanye kama anavyotaka yeye. Kwa hiyo tulikuwa chini ya amri yake na tulikuwa nafanya kitu kulingana na yeye anavyohitaji. Wakati najiunga na wale mabwana waliniambia kwamba wewe hapa inabidi lazima utafute kazi yote ili mradi watu wasichukulie tofauti, asije kwa wanatumia pesa afu pesa huna. Na ndio maana nikaamua kujifanyisha kazi zangu kwamba nilikuwa nauza viulembo pale nyumbani, ama wauza urembo wanaotembea mtaani hawa. Ndio nilikuwa nauza, lakini urembo wangu mimi nilikuwa nakaa chini na kutafuta wateja, wanakuja wenyewe. Basi nikaa najishughulisha na kazi zangu za kuzauza urembo pale, na mimi mwenyewe kama muda wote ni kulala tu, kwa sababu mchana nilikuwa mara nyingi nakuwa niko huru. Kwa hiyo nilikuwa nalala, hata wateja wakija na hudumia, lakini mimi ni kulala mpaka tunanishangaa mbona nalala sana mchana. Hata yule mwenzangu mwingine akana kazi yake ya kupiga kiwi viatu pale. Hizo zote ilikuwa ni kuzuga ili mradi watu wasikuelewe baada ya kufanya kazi, lakini hizo zote kwa tunazuga, lakini kazi yetu kubwa kwa ndio ya uhalifu. Lakini hata hivyo bosi wetu sisi kazi yake kubwa kabisa, ndugu mtangazaji, kwamba
ukimtazama jinsi alivyo ni vigumu sana kumuelewa huyu mtu ni jambazi, kwa sababu akatuambia bwana, sasa nyinyi tuliobaki naomba kesho kuna gari inatoka mkoani inakuja kuchukua mazao kwa mtu fulani. Ile gari yule mtu kapata viroba 59. Sasa kwa wakati ule kiazi kwa kina pesa nyingi sana. Kina pesa nyingi sana. Yaani mtu kiroba mpaka 1,150,000. Kwa hivyo viroba ilikuwa ni pesa nyingi. Na viroba kwenye gari vinaingia viroba 90. Kwa hiyo ilikuwa ni pesa nyingi sana. Yule bosi anakuja naye. Ikabidi atuambie bwana, kesho ni muda fulani, gari inafika muda fulani. Kwa hiyo tukitoka hapa nitaambia tukutane sehemu fulani. Kesho yake baada ya kukucha yule bosi akatupa taarifa, bwana tukutane sehemu fulani. Sawa sawa. Tukatoka pale. Yeye akatoka Kimamba, akaja Kilosa. Alipokuja Kilosa akatuambia, sasa jamani, hapa tunaanza safari. Hii gari sasa hivi ipo wapi? Ipo Morogoro mjini. Kasema tuanzeni safari. Tukatoka pale, tukaenda na pikipiki zetu. Na zile pikipiki tunatumia yani muda mchache sana kama tuna haraka zetu. Tukaenda sehemu fulani, tukabana pale, tukamwambia bwana, hii gari kweli ishafika Mikumi. Kwa cha msingi hapa lazima tubane sehemu hii gari, tufanyaje? Tuiteke hii gari. Ile bosi alikuwa ni mtandao mkubwa sana. Mpaka mnafahamu kwamba hii gari ishafika sehemu fulani na huyu mtu anafanya nini, kavaa nguo gani, kwa hiyo alikuwa anaelewa. Tukaona ile gari inakuja, tulivyoambia kwamba hii gari ishafika sehemu fulani hivi inaitwa Mfilisi. Kuna sehemu moja mbele kuna kiplefti fulani hivi, pale gari haiwezi kupita kwa haraka, lazima ipunguze mwendo. Kwa gari ilipofika pale, sisi kwa sababu ilikuwa na pikipiki 3 na wenyewe tupo 4, kwa ni rahisi sana. Tukampita yule bwana, nadhani aliona watu kama kawaida kwa sababu mavazi tulikuwa tumevaa nguo nzuri, watu wastaarabu. Tumetoka pale kufika mbele tukapaki pikipiki polini, sababu pale kuna msitu mkubwa na ni mwendo mkubwa. Kwa msitu mkubwa sana, tumepaki pikipiki pembeni, tukajisubiri kwenye kifufu. Ile gari ifika pale kuja kupunguza tu mwendo, sababu kipindi kile majani yalikuwa ni mengi, babani ilikuwa ni chafu sana. Tukajificha. Tulivyojificha pale tukazama kwenye, yani ile gari inapunguza mwendo, tukazama gari nyuma. Tulivyozama mle nyuma, wao hawakutuona kwa sababu ile gari sisi tuliingia kiujanja zaidi kulingana na majani si yako mengi. Tukaenda kufika mbele kidogo, gari inapandisha mlima, ndipo tulipoweza anapoanza kupandisha ule mlima pale, tukapasua kile kioo cha ile gari kwa kutumia silaha yetu tuliyokuwa naye. Dereva akaruka akikimbia na gari ilizingua ikazima. Fanya kama inavyotakiwa. Tukashuka pale, mimi nikaingia mbele ya gari, ile mwingine akaingia. Kwa kweli ninapoingia kwenye gari nilikuwa na uoga mkubwa sana, kwa sababu huwezi kujua mtu mwenye pesa mpaka anakuja kununua viazi kule kijijini na ana silaha gani kwenye ile gari. Tunaingia tu moja kwa moja kwa kuamrishwa. Kwani nilikuwa naingia kwa ujasiri mkubwa, lakini hapo nilikuwa sipendi, lakini nilikuwa naogopa nikiacha wanaanza kuniua yule bosi, kwa sababu namfahamu yule bosi alikuwa na roho mbaya. Ikabidi tukaingia kwenye ile gari. Tulivyoingia ile gari, yule bwana dereva alipokimbia akasema, "Ingia kwenye gari." Nikaingia kwenye gari. Nilipoingia kwenye gari pale, tukamteka yule mama. Alikuwa ni mama na jamaa mmoja hivi mrefu. Tulivyomteka yule jamaa, akatuonyesha pesa. Mimi nilikuwa ni kazi rahisi kuchukua pesa sababu silaha sipo. Kwa akiona silaha mtu atatemeka anaonyesha tu pesa. Tukachukua pesa pale, tukapiga kiasi fulani kwa sababu kuna jamaa mmoja kwa ni mnene sana, mrefu. Alimpiga sana yule mama mpaka kuonyesha zile pesa, akaka tukaonyesha pesa. Sasa wakati sisi tuko watatu tuko kwenye gari, mmoja akashuka. Alivyoshuka tukabakia wawili kwenye gari, mimi na rafiki yangu mwingine. Huyu mwingine bosi yupo nyuma ya gari anaangalia gari zinazokuja, na mmoja yuko mbele anaangalia zinazotokea. Ile mmoja wakati anazunguka tukasikia kama mlio wa kitu kama kimegonga hivi. Kumbe ni panga nimegonga kwa kichwa cha rafiki yetu. Tulikuwa tuna kaida kutembea kwamba mtu kama kashaumia haina haja kutembea naye. Cha msingi pale mnaondoka tuna ushahidi kwamba hata kama ni yeye kashafariki, kama kashakufa toshampiga panga, mnamchukua mnamtupa kwenye mapori huko. Kupeleza ushahidi mtu asijikane, lakini ile gari tayari tulishajeruhi sana, tushampiga ile dereva tulimsaka kwa nguvu hali na mali kwa ngao sasa. Kashatumizia mtu wetu, maana mtu mmoja sasa na watu 1000 wakati ule. Na tulishabaki wachache. Tulimsaka dereva kwa spidi zote, tulimshinda, tukamua tuondoke zetu. Sasa tukaa tumebaki sasa watatu. Sasa baada ya kubaki watatu, bosi akasema hapana. Hapa cha msingi sisi watatu hatuwezi kufight sehemu kubwa kama hizi. Kwa lazima tuongeze kikosi. Basi ndugu mtangazaji, baada ya kufanya lile tukio, kurudi huku mtaani, basi tukawa tupo watatu. Sasa katika watatu wale tuliobaki, na maana ikawa kazi ngumu. Bosi yeye alikuwa yupo kule Kimamba, yupo yeye bosi na mwenzake mwingine ambaye mimi nipo huku Kilosa, nilikuwa nipo peke yangu. Na nilikuwa sina kazi nyingine zaidi ya kazi ya kuuza tu urembo pale nyumbani. Sasa kazini ikawa siendi, ambao ni kazi sasa ya ujambazi, nika siendi, naanza tu urembo. Wateja nao ikafika wakati wakana katika, na tayari bwana mwisho wa bani aibu, watu washaanza kugundua ukweli wa kazi yangu sasa. Na baadhi ya watu kweli wakawa najua fununu kwamba shughuli ninayofanya mimi ni shughuli fulani. Kwa hiyo watu wakawa tayari washafahamu, ila kunitaja ndio ikawa issue. Ya mtu akinitaja anajua mbaji kashika yake itakuwa vipi. Ikabidi tukamwambia bosi, mimi huku ishakuwa iko hivi na hivi, kwamba biashara yangu imesimama, nilikuwa nazugia imeshasimama, watu hela sasa hivi ya kula sina, na sasa hivi kuna watu wanazunguka na tutafuta ili kutufahamu sisi watuchukue. Bosi akaniambia wasi usijali, kesho nitakuja. Alivyokuja bosi akaniambia bwana sikiliza, chukua hichi kitu ambacho kile kitu kilikuwa ni kama kitambaa cheusi kidogodogo, kanibana mkono ambao ule mkono kidole cha mwishoni kama kitambaa cheusi.
Akaniambia kitambaa hichi kitakufanya wewe salama muda wote. Kwamba hichi kitambaa endapo kama atakuja mtu yada polisi, yada watu wa upelelezi, hichi kipete au kitambaa. Maana kwa mimi nilikuwa naona kitambaa, ila kwa mtu mwingine anasema atakiona kama pete. Kama mtu atafika pale kama ni mtu wa usalama lazima hichi kidude kitakubana. Na kiona kimekubana sana jua amekaribia basi ondoka sehemu ya tukio. Siku moja nakumbuka nimekaa niko nakunywa chai, yani ambako ni center. Basi ndugu mtangazaji na ndugu msikilizaji, kwa ukweli kabisa kile kitambaa kilikuwa nisije cha aina gani, maana niseme ni kitu cha ajabu kuliko kawaida, kwa sababu hata kama nimekaa labda na nipo mtaani kama vile ambavyo nilivyokuambia, nimekaa sehemu na kunywa chai, nikashangaa tu kidude kinabana mpaka najisikia maumivu. Nikainuka nikaondoka. Kuja kuondoka tu simu ikaita, nikamwambia bwana kuna watu wanakutafuta wako hapa. Nikasema hivi, waambie mimi niko chooni nakuja. Kumbe mimi tayari nishafika nyumbani na nishaondoka tayari. Kwa kumbe wale watu nilikuwa kwa maskara natafuta ndogoja kwa mimi, kumbe hichi kitu kweli kinanipa taarifa. Sasa baada ya kununua pete kumbe inanisaidia kiasi kikubwa kiasi kile, basi nikaa na imani sasa kwamba hii pete sasa kumbe inanipa jeuri, sasa naanza kufanya lolote. Nikatoka pale, nikashangaa nikifika nyumbani mbona inibani, kumbe kama niko mbali na wale watu ambao wananitafuta mimi ile pete inalegea, ila kama wakinitaja basi ile pete inaanza kunitekenya. Kwa unapata level kwamba basi kwa watu wananitaja. Baada ya miezi kama 2-3 hivi bosi ananiambia sasa bwana inabidi bwana hapa tuongeze kikosi kazi, kwa sababu mimi na matumaini hizi kazi bado zipo. Sasa kama tumeshabaki hivi watatu haisaidii kabisa. Sasa bosi baada ya kuona kwamba mimi namsikiliza na ni mtu wa karibu, kwa upande wa mtu ambaye ipo karibu ni yeye ipo mmoja tu na mimi niko mbali, akasema sasa bwana inabidi sasa wewe incharge wangu, kwa sababu wewe ni msaada mkubwa sana kwangu na tushafanya kazi nyingi na siwezi kukutupa. Kwa hiyo bosi akaniambia kwamba bwana wewe tafuta huko mtu mmoja na mimi natafuta mtu mmoja, ila mtu utakayemtafuta mwambie tena msisitize mimi sihitaji utani wala mazoea. Ukishamwona kazi yangu mimi kutoka inakuwa ngumu. Kwa lazima umlete mtu ambaye anayeelewa wa hali ya juu sana, na nitafute mtu ambaye kidogo ana mwili na mrefu, kwa sababu kumbuka wewe ni mfupi. Alivyoniambia vile mimi sikuwa na hangaika sana kwa sababu nishakuwa mzoefu. Nikatafuta jamaa wangu mmoja anaitwa Obedi, nikamchukua Obedi nikampeleka paka kwa bosi. Siku hiyo bosi akatoa taarifa, bwana sasa inabidi twende tukafanye kazi. Nikamwambia sasa tunaenda kufanya kazi vipi? Wewe umeshapata mtu? Akasema mimi nishapata mtu. Kwa cha msingi tukutane sehemu fulani. Sasa tutakutana vipi wakati wewe hiyo unaona kabisa usafiri, wewe mimi kusina usafiri? Akaniambia sikiliza, wewe usijali, mimi ndio kila kitu, mimi nishakwambia na wewe mimi nakuamini, wewe pikipiki itakuja hapo usijali. Nikakaa kidogo, pikipiki zikaja pikipiki zote 3. Ila watu waliokuja pale wengine 2 sikuwafahamu. Kumbe wale ngana aliwalipa pesa tu. Alinipa pikipiki, wale watu wakashuka wakaondoka zao. Sasa kwa wakati ule aliponipa zile pikipiki nikapiga kabisa hapa tayari kazi, nikamwangalia jamaa yule kuja naye akamhakisha kwangu, akamfanyia test ile jamaa akamwona yuko sawa. Alipoona yuko sawa basi tukaondoka pale. Akaniambia sasa sikiliza, hii pikipiki naiacha hapa, mimi naanza zangu wapi? Kimamba. Naenda kuweka mipango yangu sawa. Naenda kuweka mipango sawa vipi? Kati umeniambia tukija leo unafanya kazi, unajua mimi na ubao njaa kali sijafanya kazi, unaondoka vipi? Akaniambia sikiliza, mimi nishakwambia nakuja sasa hivi. Yule bwana akaondoka. Moja kwa moja na bosi kabidi tuanze kuelekea sasa sehemu husika, kwa sababu kutoka Kiosa paka Marolo ni mbali, kwa sababu mimi siku ile nilipoenda mpaka nilijisikia vibaya, njia mbaya, milima panda shuka zikawa ziko nyingi sana. Kufika kule sasa mimi nikana muuliza bosi, kwa sasa huko umekufahamu vipi? Akasema wewe mimi ni mzawa, kwa hiyo usihangaike, wewe twende, mimi nafahamu kinachoenda mbele na nini kinachokufuata mimi nakifahamu. Moja kwa moja tukaenda, ilikuwa ni mwendo kama masaa kama 2 hivi. Maana njia ilikuwa ni mbaya na ukizingatia ni usiku, basi ikawa tabu. Tulifika Marolo ilikuwa muda kama saa 5 hivi kuelekea saa 6 usiku. Tulipofika pale, kufika tu pale moja kwa moja hizo pikipiki kwanza zikapaki nje. Basi tulipofika pale bosi moja kwa moja bosi akaanza kutuamuru, sasa wewe fulani ingia huku, wewe fulani baki hapa, wewe na wewe nendeni mbele, ingieni ndani. Sasa tukawa tupo watu 5 sasa, kwa sababu mimi niliongeza moja na bosi aliongeza moja, tukawa watu 5. Bosi yuko nyuma kabisa, mimi na mwenzangu mbele ilikuwa ipo rafiki yangu mmoja ambaye nilimtafuta mimi. Wa mbele alikuwa hana silaha, ila mimi wa nyuma nilikuwa na silaha. Asija kutamaki na shinda tu mlio wa risasi, mwenzangu akanyanyua mikono juu dondoka kwa mbele. Alipodondoka kwa mbele, ghafla tu nikasikia risasi imelia nyuma yangu, na ile risasi iliyolia, sababu risasi zetu sisi silaha za kihalifu nilikuwa nazifahamu mlio wake, nikasikia mbona risasi iliyolia ni mlio wa silaha yetu sisi. Moja kwa moja nikashangaa kuna mtu anadondoka kutoka juu ya container. Basi ndugu msikilizaji, kwamba
wakati mwenzangu anapigwa risasi, kumbe wakati tunaingia kwa kuna mlinzi ambaye yuko juu ya container alishatuona. Kwa hiyo akamuwai rafiki yangu, akauawa mbele ya macho yangu. Kile kitu kiliniuma sana kwa sababu mimi ndo nilimshawishi na kumuita katika ile kazi. Basi wakati yule mwenzangu akashapigwa risasi anatapatapa pale chini, mimi kwa uoga na kwa uoga wangu niliokuwa nao nikapiga hesabu, lakini silaha naye na siwezi kufanya chochote kuja kugeuka nyuma hivi kwa sababu nishakuwa na uzoefu, najua risasi, mlio wa risasi zetu sisi na silaha ya mtu mwingine. Kwa hiyo nikafahamu kwamba hiyo mlio wa risasi ni risasi zetu sisi na silaha hiyo ni ya kwetu sisi. Kabla sijatoka hatua nyingi kwenda kurudi nyuma kwa yule bosi ananiamrisha niende mbele kwa spidi, songa mbele, songa mbele, songa mbele. Narudi tu kidogo nyuma hivi. Sasa cha kunishtua kikubwa zaidi, yani nilitamaki na nilimshangaa sana, sitaweza kusahau. Alimpiga risasi rafiki yake wa karibu kabisa. Alimpiga risasi kubwa sana. Alimpiga kifuani, alidondoka chini. Yule bwana aliganda afa akadondoka chini. Alisitikika sana na hangaika. Sasa cha kumshangaza kwamba yule rafiki yangu niliyemleta mimi kwenye ile kazi kashapigwa risasi. Yule rafiki akapiga risasi. Haina maana sasa nimebaki mimi, yeye na rafiki yangu mwingine aliyemleta mpya. Nikaona hii sasa haina maana. Kwa sababu yeye kama rafiki yake kaanza kumhoja mimi itakuwaje? Basi ndugu msikilizaji, nikaona sasa hapa ishakuwa hatari. Sasa pale kilichofanikiwa kwamba sasa mimi naenda tena kutaka kumnyanyua ile rafiki yake wa karibu nimnyanyue hivi, nikasikia tu risasi ilewaka ya mguu. Kama nilivyoweza kuonyesha ile jirani alikuwa nao alinipiga yeye. Ndio hapa naweza kuonyesha hapa risasi ya mguuni, kovu kubwa. Ina maana sasa hii kama ulemavu sasa nilikuwa napo kwa ajili ya hiyo kazi. Yaani nilipodondoka chini, ina maana kama nilikuwa kama nimekufa, nilikuwa sielewi chochote kwa sababu ile risasi ikisha kuingia kama ni sehemu kama hii, kama nilivyoweza kuumia mimi, ina maana sasa kama ina sumu. Kwa sasa wakati naendelea kuhangaika, yani sikupata picha nilifika vipi ile namba ilikuwa, ina maana inaonyesha kwamba alinibeba baada ya kugundua mimi sijafa. Wakaniondoa pale. Nilipotoka pale sasa nilipofika nikajikuta sasa nipo nyumbani na nauguzwa. Kwa kweli nilikuwa na masikitiko makubwa. Sasa nikawa najuta. Sasa kama imeshafikia kiasi hichi, tayari bosi mwenyewe anageuka toka kwa karibu, sasa kuna maana gani ya kuendelea naye sasa? Kama sasa mimi naona kama hamna umuhimu wa kuendelea naye kwa sababu hizo kazi kama hizi unafanya mimi ndo anapata faida, tena anakuwa na kugeuka, inakuwa haisaidii chochote. Basi ndugu msikilizaji, kwamba sababu hiyo imepelekea paka mimi kupigwa risasi na bosi wangu, kwamba ule uoga wa kwenda mbele na kurudi nyuma kwake. Kwa hiyo mbele kuna mtu amekufa, mpigwa risasi, anatapata hapa mbele ni rafiki yetu ambaye tupo naye, na mwingine naye tena akamshuti na mimi tena bado kanipiga risasi. Kwa hiyo sasa ikawa tafalani kati ya mimi na bosi. Nilipopona mama yangu akaja akaniambia, mwanangu, hichi kidonda umeumia na nini? Na utaki kusema niambie hichi kidonda umeumia na nini? Nikamwambia, mama, hichi kidonda mimi nimeumia tu kwenye pikipiki. Ananiambia, hapana. Pikipiki gani unaoendesha mpaka kuumia hivi? Pikipiki ipi? Na kwa nini uumie kiasi hichi? Kwa nini useme hivi? Niambie wewe unafanya kazi gani mwanangu? Kaambia mama, nikana mficha kazi kubwa sana. Mama, mimi sifanyi kazi yote. Mama akaniambia, hapana. Wewe utaniambia ukweli, la sivyo mimi nakuparazi. Naomba uniambie ukweli, wewe unafanya kazi gani? Ukawa mvutana. Mamangu akaniambia, sasa sikiliza. Kama unataka kuniambia unafanya kazi gani, mimi leo siondoki hapa. Nakupa radhi kwa sababu wewe unaonekana sasa sio msikivu juu yangu. Baada mimi kama sijakuzaa usiniambie. Sasa nikaona hapa nishakuwa tafalani. Na wakati huo mama anasema hivyo, mama yangu alikuwa anaumwa sana. Anaumwa, miguu imevimba, moyo mkubwa, afu pesa sio kama nilikuwa sina kwa wakati. Pesa nilikuwa nayo lakini ya kutumia, na nilikuwa naweza kumuuguza, lakini kulingana na anasa za dunia kwa mama hana thamani kuliko kushinda starehe. Nikashindwa kumuuguza mama yangu. Mama ananiambia, mwanangu, sio kama mimi sifahamu kazi unayofanya. Kazi unayofanya wewe ni kazi ya uhalifu. Ila nakwambia kwamba hivi mimi sitaweza kupona kwa ugonjwa niliokuwa nao. Kama hautoacha hiyo kazi, wiki moja baadaye utanifuata mbele za haki. Kuwa makini na hiyo kazi. Mama yangu anaongea vile, kanishika mkono. Aliongea sana mama kusilo swala, aliongea sana mamangu. Yaani sitomsahau, na aliongea sana. Mama akaniambia, hiyo kazi naomba achana naye. Nikamwambia, mama, basi mimi nimekiri mbele yako, hii kazi mimi nitaiacha mamangu, sitaweza kuifanya mamangu. Na iacha hii kazi. Mama akasema, sawa mwanangu, ila natumaini umenisikiza nilichokuwa nakiongea. Usiku ule mamangu akapoteza maisha. Nikaa sasa katika familia yote wa ndugu zangu wote mimi wakawa niogopa, sina maelewano na wenzangu. Mama kashaondoka, mama kama sina rafiki tena. Nikasema sasa kama sina rafiki, raia akiniona ananiogopa, wananikimbia, na maana sasa sifai mbele ya watu sasa. Basi ndugu msikilizaji, nikaona aibu kubwa sana mbele ya jamii, sababu kila mtu akaniona ananiogopa kama ukoo. Maana kila mtu akisikia tu jina langu ndani ya kile kijiji, basi kwake ni tabu. Nikachukua pete, nikachukua na ile silaha, nikaenda katika mto mmoja unaitwa Mto Yovi. Nadhani watu wa Kilosa wananifahamu na Morogoro. Mto Yovi ni mto mmoja mkubwa sana. Nikaenda pale usiku, nikatupa zile pete, nikatupa na ile silaha, na hiyo siku ndo nikaamua sasa nijiondoe katika ile eneo
eneo husika. Sasa nikaamua kuja kuweka maisha mapya kabisa huko. Nikafanya vile uamuzi wa kutupa vile vitu kwa sababu najua sama magenge au uhalifu siku zote endapo kama unafanya nao ushirika au kufanya nao kazi moja, ukija kuachana nao ni lazima upoteze maisha. Nikaamua kukimbia nije zangu huku nifanye maisha. Ni miaka mingi sana imepita, sifahamu bwana ni mzima au amekufa. Kwa hiyo nikaamua kujificha huku, ina maana kumuogopa hata yeye pia kwa usalama maisha yangu. Sihitaji kurudi wala sitaji kurudi kwa sababu nimeshaweka maisha mapya huko. Kwa kila mtu ananifahamu mimi ni mtu mwema sana mtaani hapa. Kila mtu kumuuliza bwana Joseph yuko wapi, anaambia Joseph ndo huyu. Ni watu watadu, kila mtu ananipenda, maana kanisani ndo maana nikamwambia hata niokoke kabisa. Najishughulisha na shughuli zangu za ulimaji mboga, wateja wanawapata. Kwa hiyo sitaji tena kurudi kwa sababu maisha huko yamenibadilisha kabisa, nimeshakuwa mtu mwema kabisa. Hapa hii toyo nachota maji, nauza, napata hela ya kula, na hivi nipo na familia yangu na marafiki zangu mmeweza kuwaona hapa. Kwa hiyo sisi na marafiki wazuri kabisa. Napenda kuasa vijana wenzangu kuingia katika mifumo tofauti, mara nyingi inasababisha na marafiki ambao unaweza kuwa nao kwa wakati. Kwamba hata mimi pia niweza kuingia kule kulingana na marafiki ambao nilikuwa nao, waliweza kunishawishi. Tamaa hazipaswi. Fanya kazi ambaye unazingatia kwamba hii inaweza kukusaidia katika maisha, kwamba ni kazi halali. Lakini mara nyingi napenda kuasa wa vijana wenzangu. Kuna wengine wanaweka vigenge vya uwizi, kuwakaba watu, wanadada, tamaa, hata kufanya kazi, anaweka vigenge vya kujiuza, kwa kahaba. Na kwa impendezi Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukizingatia kwa sasa hivi maisha tunaenda sasa hivi hapa, serikali imejipanga sana kupambana na uhalifu. Sasa endapo kama wanafanya hivyo, sio serikali inashinda kukutia mikononi, inaweza tufanye vitu ambavyo vinaweza kumpendeza hata Mwenyezi Mungu. Vijana wenzangu napenda kuwashawishi sana, hata watu wengine watu wazima, bado watu wazima wanashinda kufanya mambo ya msingi. Rafiki lazima umtazame sana kama kule anza kufaa. Sio kila rafiki tunachokwambia ni sawa, lazima ukiratibu kwanza, lazima uwe na tathmini kwanza. Mapambo ya dunia, binadamu ni mapambo ya dunia, masikini na tajiri kitu kimoja, masikini na tajiri kitu kimoja, yote hayo ufalme uko kwa Mungu, yote hayo ufalme uko kwa Mungu. Nikoi TV.